Jambo na karibu kwa Moving Pictures Kenya. Nataka niwapeleke moja kwa moja mpaka kule Kakamega ambapo tunaendelea na mazungumzo yetu na Chief Emeritus ama ukipenda Chifu mustaafu wa eneo la Isuha. Chief Charles Mwayuli anatuelezea mengi tu kuhusu mila na desturi za watu wa Isuha. Sana sana leo tunataka tuangazie nyimbo na densi kwa sababu hawa jamaa wa Isuha ama hawa jamaa wa Ingo wako na nyimbo za kila msimu, za kila sherehe. Kwa hivyo tunataka tujue, je, ni wimbo upi unaimbwa wakati wa sherehe ipi? Sherehe ya kutahiri ndio iko na nyimbo zake special. Huwezi nyimbo za kutahiri wakati wa Januari mpaka mwezi wa 7 pana. Huo tunatahiri mwezi wa 8. So kama unataka kuimba kwa nyimbo ambayo watu wanatahiri, hata unaweza imba mwezi wa 8, lakini kuanzia Januari mpaka July, kuanzia Septemba mpaka Disemba huwezi nyimbo. So hiyo iko na nyimbo zake. Wakati watoto wanapangwa kwenda kutahiriwa, tunapanga wanakaa mahali pamoja. Wakikaa mahali pamoja watapewa mtu kuwalinda. Kwa Kiluya anaitwa mutiri. Huyu mutiri atafunza nyimbo ambayo wataimba wakienda kutahiriwa. Atawafunza nyimbo ambayo wataimba wakiwa kwa Itumi, wakiwa kwa Irumbi, yani mahali wataenda kuishi. Watu wakitahiriwa wanaishi mahali pamoja. Sio siku hizi mtu anapeleka mtoto wake hospitali analala naye kwa bedroom. Hiyo hapana. Hiyo ni makosa makubwa. Mtu ambaye akitahiri huwa ametoka kwa utoto, amekuwa mtu mzima. So hatakiwi tena kuenda kuishi na mama kwa nyumba yake, kwa sababu ni makosa makubwa. Zamani ilikuanga kwamba ukitahiriwa unatoka kwa nyumba yenu mnaenda kuishi kukaa mahali pengine. Hata kama una nyumba yako ya Poma Hat ama Isimba, mpaka uende utafute mahali pa kuishi. Wewe sisi kwa mama yako, kwa sababu wewe umetoka utoto, wewe ni mtu mzima. So nyimbo ambazo huwa tunaimba tukienda sasa kutahiriwa. Musaza ni watu hautombolanga tombo, mahaya inyalanga wena iyo. Musaza ni watu hawasuba watinya, babuli kule basaza baba. Unaona, hizo ndio nyimbo. Asa muyindu mnaimba mkienda. Baada ya kutahiriwa sasa mko kupoma, mnaimba nyimbo zingine. Sasa hizo tuko na divide hizo nyimbo katika makundi mawili. Mnaimba mkitusi wale walitahiriwa kwa hospitali kama wakina mama, na sisi tunaimba kama wale ambao tuliface knife wenyewe ambao tulienda kutahiriwa na msaa ambaye anajua. So tulikuwa tunaimba for 2 weeks, alafu watu mnaenda kutoka kwa Itumi ama kwa Irumbi. So mkiwa huko mlikuwa mnaimba Basi hospitali bari ambano. Ombo chambo abana berumbano kolula. Bombo chambo bamarika la mayanda myoyo. Bombo chambo hospitali mwari ya kushebwa. Bombo chambo. Unaona? Sasa mnaimba hivyo hawa sasa kwa sababu hospitali waimbi wanasikia tu wakililio ningeenda kutahiriwa kule. So tulikuwa tunafanya promotion ya kutahiriwa kienyeji. Paka tutubu huko matusi ili mwingine asiende kutahiriwa hospitali, wengine wakifurahia kuimba naye yako kwa nyumba. Hiyo ndio ilikuwa maana yake. That's why tulikuwa naimba wenye wametahiriwa hospitali ni kama wakina mama, ni watu ambao wako na uoga. Mwanaume unaenda tu na face knife kama mwanaume. Na kama tofauti ilikuwa ni yule ametahiriwa kwa hospitali na yule ametahiriwa kienyeji. Kuna vile wasichana walikuwa wanaangalia, watu wanaangalia. Hata saa hii ukitoka kwa kama unataka kuoa, wanakuuliza wache tuanze, msichana anataka kuoleka. Wanamuuliza unataka kuoleka kwa nani? Kwa Mzee Mwayuli. Kwa nani? Kama ni Mzee Mwayuli, watoto wake wote waliface knife, walitahiriwa kienyeji. Lakini kama ni wale ambao walitahiriwa kwa hospitali, wanamwambia henda, lakini unaenda mahali kama kwa mwanamke tu kama wewe, kwa sababu hiyo sio shujaa, sio bomba, ni mtu ambaye hawezi kukulinda. Mwanaume unatahiriwa kienyeji kwa kisu. Ngoma inapigwa, kitiriki, Kiluya, Kisuha, Kiitako, Kimarama hivyo. Lakini sasa wewe unaolewa. Sasa tulikuwa wanachocheana. Mwenye anaolewa kwa mtu ambaye alienda hospitali, ameoleka kwa mwanamke mwenzake. Alafu wenyewe wakimalizana, wakikutana sasa kule pale, wanaanganga mwenye yako na makisi kubwa. Kwa hiyo kasi ambayo ilifanya tuende ni yule alitahiriwa kwa kisu ya wazee. Lakini huyo hospitali ni kama walikata misisi akiwa hospitali. Sasa hiyo ni story wanapika huko. Sasa wenyewe wanafanya comparison kule, alafu wanaamua kweli mimi ningeolewa kwa mtu ambaye alitahiriwa na mzee. So hivyo
Hivyo ndio huwa inafanywa. Maana ya nyimbo za Kiluya, kwa sababu wakati mwingine unaweza kukuta ukienda kwa bullfighting, saa zile wakiimba unakuta bullfighting, hiyo bull nayo inafuata hiyo like rhythm ya hiyo nyimbo. Unasikia ukisema hiyo hiyo na unakuta bull pia ikienda, maana yake ni nini? Bull ng'ombe ambayo inapelekwa kupikana ni ng'ombe inashinda na mashabiki, na mwenye ng'ombe pia ni shabiki, na ndio huwa wanaimbia hiyo ng'ombe kila siku. Mkiimba mnaenda na ng'ombe, so hiyo ng'ombe imesoea nyimbo. Ukisema makaya mwene wako ingo iwa ninze ingo, unaona naye ikicheza kwa sababu imesoea. Na steps ambayo nyinyi pia mnafanya, ng'ombe pia huwa inafuata. Ni kama mtoto tu, mtoto mkitembea naye atafuata vile unatembea. Ukienda step mrefu naye ataenda. So ng'ombe pia ya kupigana inajua hizo nyimbo vizuri sana. Maana yake ni kwamba inaishi na mashabiki, inaishi na watu ambao uipeleka kwa hiyo sherehe. Mkienda kwa bullfighting unakuta nyimbo zenye mnaimba mkienda ni tofauti na zile zenye mnaimba mkirudi. Kwa mfano utakuta wanasema mkienda ni kama ni nyimbo za vita, ni kama mnaenda kwa vita. Wakati unaimba ukienda ni tofauti na nyimbo ambayo, kwa sababu unaimba tu ujui kama mtashinda. Sasa mkishinda nyimbo za kuimba baada ya vita ni tofauti. Mkienda mnaimba nyimbo ambazo mnaona kama Mungu amsaidie mshinde, tunaenda vita, ancestors watusaidie tushinde. Na mkitoka sasa mnasifa ancestors ya kwamba tumeshinda. So nyimbo hizo mpaka siwe tofauti. Lazima yote kuwa pamoja. Sasa mkienda mnaimba nyimbo ambayo ni ya vita. Tunaenda vita tushinde. Mkimaliza vita ya bullfighting ikiisha, mnakuja na nyimbo ambayo ni ya ushindi. Na ni kawaida kila mahali, hata kwa mpira saizi. Mnaimba nyimbo, mkienda mpira tena mnaimba nyimbo baada ya ushindi. Kawaida hivyo. Kwa hivyo tunaweza kutuimbia wimbo mmoja ya kwenda kwa vita, ile mnatumia mkisindikiza bull kwenda kwa vita. Mkienda kwa vita, kwa mfano tuko na stadium, kiwanja maalum ambayo Senator Khalwala alitengeneza huko Malinya. Kule ndio kiwanja maalum ambayo tunapikinisha ng'ombe. Tuko na ng'ombe inaitwa Shakahola, ndio champion. So tukienda na Shakahola Malinya tunaimba nyimbo mingi. Hiyo shola wa wako ingo iwa ninzengo shola weru wako ingo iwa ninzengo nenzengo ya khayanga khumakhayo nenzengo. Yani tunasema shola yetu ni kama leopard, ni kama chui. Sasa tunaenda hivyo na inacheza na sisi tunacheza. Filimbi aina yote before tunatumia filimbi, tunatumia makofi, viatu, tuko na zingine zinaitwa fufusera, tuna trumpets aina zote tunaenda nazo. Tukipikanisha, alafu tushinde. Basi tunatoka huko tena tukiimba. Khwacherera khwatsetsanga, khwacherera haleluya. Yani mnarudi mwato kikiwa mmeshinda. Na wakati ule sasa mkirudi, wale hiyo namba ya wale mashabiki ambao wanaleta ng'ombe ambayo imeshinda huwa imekuwa maradufu, kwa sababu hata wale ambao walikuwa kwa hiyo ng'ombe nyingine imeshindwa huwa wanajoin nyinyi kuleta bingwa nyumbani. So mnaimba nyimbo mingi. Kwa mfano wimbo ambao ulikuwa unajulikana wakati wa mbele, walikuwa wanasema kuhusu tu, unajua huko kwetu nyama ambayo inaokopea sio simba, kwa sababu hatuna simba huko, ni chui. So nyimbo yote ambayo ni wimbo ambao uko na maana, unaongea kuhusu bingwa mpaka utache neno chui. Sasa tulikuwa tunaimba makaya mwene wako ingo iso na sengoi na mangana weru wako ingo yo noko sengoi senda weru wako ingo iwa noko sengoi sondi ibulu na rengerita holengoi. Sasa hiyo ni mwisho wa vita. Hiyo wimbo ndio tunaimba tukileta kwa nyumba, kupoma nyumbani ng'ombe yetu. Tukifika kwa boma, itakaa iweka hizo pembe chini, toe chimbue, basi tena inatulia, alafu tunapeleka mahali inaishi. Na huyo mzee anatunukiwa watu na posa hiyo ni pombe yetu ya nyumbani ya kienyeji, ambayo sio hii wanakusia changa. Posa tu ni pombe, aina pombe nzuri ambayo iko na sukari mingi, haiwezi lewesha watu. Tunakunywa pamoja tukisherehekea ushindi wa ng'ombe yetu.
So hivyo ndio tunafanya. Na sasa tuende kwa mambo ya harusi. Kwa sababu nilikuwa nasikia harusi ilikuwa special. Nilikuwa nasikia sijui wasichana wameenda huko kupiga meza. Sijui walikuwa wanapiga meza kwa nini, walikuwa naimba nyimbo gani? Harusi ilikuwa special, sio kama ya siku hizi. Siku hizi wasichana wanaenda kulala wapi? Harusi ilikuwa inatengenezwa kwa njia maalum. Wasichana wanasindikisha mwenzao mpaka kwa harusi. Wakifika kwa harusi walikuwa na wimbo moja tu ilikuwa inaimbwa. Sasa wakati huyu msichana ambaye ameoleka anapewa maua yake, anatembea, akienda anatembea polepole. Ngoyo harusi njeyo yeyo isanga ikingi maua ngoyo laura wizi ngoyo isanga ikingi maua ngoyo so mkhana wizi ngoyo isanga ikingi maua. Yani wanaambia watu msichana amekuja na amepepa maua, na hiyo maua haikuwa maua ya kawaida, ilikuwa inaonyesha msichana huyu ni msichana amekuwa bila mtu kumkusa. Nyinyi wasungu mnasema virgin, sisi hatujui Kiingereza, lakini msichana ambaye alikuwa hajakuswa ndiye alikuwa na pepe hiyo maua tende straight. Ukiona umeweka kando hivi ni msichana wa normal, msichana wa kawaida. So sasa ukina mama wakisikia wakiimbiwa wanajua tu huyo kijana wao amepata mrembo number 1. Hajakuswa hata kama amesoma kuanzia class 1 mpaka university, ni msichana super. So alikuwa anaimbiwa ngoyo mkhana wizi ngoyo isanga kingi maua senjale ngoyo khosale ngabo bisanga bakingi maua. Naona ilikuwa kisha smart. Hivyo sasa harusi ikiendelea, hakuna kita, hakuna piano, walikuwa wanachukua kamesa wanakonga tu kakata wanaimba hivyo tu. Ilikuwa harusi super. Wenye wasichana ambao wamesindikisha huyu kijana, labda kijana wa Nairobi, labda ni mwanajeshi, labda ni polisi na wanaishi Nairobi. Sasa walikuwa wanakuja wasichana wanakuja wanaimbia sasa wale ambao walikuwa wanasindikisha mrembo. Wairola khoze khairola khomenya musiti khaiyanza warisi khaiyanza khomenya musiti na irola hinzi niki na irola na menya musiti. Yani wanaambia wao niki ni kijana wa city. Alafu nao napanga arumba obola wa meno arumba oye arumba. Yani wanakuambia kama ungekuja kwetu ungepata mtoto msichana. Wanyola umuhono abetsanga nishole arumba oye arumba umuhono abetsanga nishirimi arumba. Sasa wakiimba hivyo wanaleta uhusiano pamoja, wanataka msichana angalie kijana wake vizuri. Kama wewe na kijo yako ungefika kwetu ungepata mrembo kama Laura. So hivyo ndio walikuwa wanafanya, na ilikuwa sherehe nzuri, hakuna kukosana, hakusio kukombana, hakuna kupikana, ilikuwa sherehe nzuri. Walikuwa wanachapa mesa. Wikola kola oyo wikola kola ayo wikola kola ya lola mukhana weru emberi. Hivyo ilikuwa naimba hizo nyimbo special watu wanaimba wakati wa kifo. Kifo ndio kitu ambayo inaleta huzuni katika jamii, katika familia. Wakati mtu amefariki, hasa akiwa amefariki akiwa bado tuseme miaka ya kijana, ya mwanaume tu wa nguvu, ilikuwa huzuni sana. So watu walikuwa wanaimba, watu wanatoa nguo, watu wanajipaka hata utongo kwa sababu ya kuonyesha wamepoteza mtu wa maana. Nakumbuka miaka ya stidi ikianza 64-5, mtu alikuwa anafariki mpaka watu wanaimba. Na kama nakumbuka wakati mmoja mchomba yetu alisaliwa 1900, alikufa, alikuwa anaitwa Kibondo. Wakati Kibondo alikufa, Mose alilia, Mose aliimba nyimbo moja. Ilikuwa yani tuna mama alikuja kumuona, akamuuliza Mose James, hii maneno ambayo imefanyika na makubwa. Sasa Mose akasema, umeniambia maneno na sitakuja sawa. Kijana wangu amefariki na alikuwa kwa vita. Sasa alikuwa naimba oye mushere ya mbolera likhuba shiri khumanya likhuba lyenero iwo Kibondo wanje bayayiwo mushere ya mbolera likhuba ko shiri khumanya likhuba lyenero. Yani nyimbo ya kuomboleza. Tuna mwingine mama na anakuja analia, anasema hata mtu akifariki, hata ukikinyonga, hata nitafanya nini. Sasa huyo alikuwa naimba
mwana wanje nikhole ndi, mwana wanje nikhole ndi, mwana wanje mulala nikhole ndi, olungaye wanje ukwire mkoa. Yani sasa mtu anaimba paka mnaona kweli ni husuni. So maneno ya kifo ilikuwa maneno kubwa. Wakati mmoja vijana wengine walikufia kwa ajali hapa Kayeka miaka ya before 70 ikianza. Watu walilia, walikuwa ndugu, kijana mmoja na bibi yake, mwingine na bibi yake, mwingine na bibi na watoto. So ilikuwa kifo ya chapu. Yalikuwa kifo ya chapu, watu walilia. Waje sasa mama ya hao watoto wakuje. Huyo mama alilia paka nikienda kwa ajali paka huwa nakumbuka ile miaka ya 60 ambayo mama wa Ndabu alilia. Wakati huu unakuta sana sana kwa harusi, especially ukienda kama Nairobi. Unajua nasikia watu wanasema tulete watu wa Sukuti waimbe nyimbo za kinyumbani. Lakini unakuta watu wa Sukuti wamekuja lakini wanaimba ndio. Haleluya wo he mulere kuiname. Na hiyo ni harusi. Hiyo ni sawa. Hiyo na sawa. Yaani mulere kuiname means ile kitu ambayo inafanyika saa hiyo kama imefanyika vizuri huwa tunasema mulere kuinama. Hata ikiwa kwa masishi, hata ikiwa kwa matanga, hata ikiwa mtu amefariki kienyeji ama mtu mzuri ambaye sasa anaimba ho mulere kuiname, ho mulere kuiname, mulere kuiname, mulere. Yani sasa imefanyika na huwezi change, huwezi badilisha. Sasa kama ni mafisishi, kama ni mtu amefariki, sasa mulere imeinama imeisha. Mulere means sasa dunia imefika pale, sehemu hiyo imekuwa hivyo, ni hivyo vile iko. Ho mulere kuiname, ho mulere kuiname. Hivyo. Ilikuwa inaimba hata kwa harusi. Hiyo inaweza imba kwa harusi, kwa matanga, hata wakati watoto wametairiwa. Na kuna huu wimbo Mwana wa Mberi. Mwana wa Mberi bayaye. Huu wimbo origin yake ni nini? Origin ya Mwana wa Mberi ilikuwa mbele kabisa, ilikuwa wanaimbia first born wa familia akiwa kijana. Lakini baadaye ikawa diluted, tunaimbia hata msichana. Alafu tumeleta paka yombe mkuu kwa sherehe yote. Kwa mfano mko vijana 5 kwa boma. Hao wengine walioa tu kienyeji wakaleta wanawake kwa nyumba. Na huyu wa 5 amefanya harusi. Tutaimba hiyo wimbo kwa sababu ndio harusi ya kwanza kwa boma yetu. Huyu ndio kijana wetu wa kwanza ameleta harusi, ama huyu ndio msichana wetu wa kwanza amefanya harusi. So tunaimba Mwana wa Mberi bayayiko, Mwana wa Mberi bayayiwo, Mwana wa Mberi ni shikhoyero, Mwana wa Mberi, Mwana wa Mberi, Mberi ni shikhoyero, Mwana wa Mberi ni shikhoyero. Naona sasa kuonyesha mtoto wa kwanza, kitu ya kwanza ambayo mtu amediscover ina maana sana na unafanya watu wanafurahi. Shikhoyero ni kufurahia. Mwana wa Mberi, Mwana wa Mberi, Mwana wa Mberi, Mwana wa Mberi, Mwana wa Mberi ni shikhoyero, Mwana wa Mberi, Mwana wa Mberi, Mwana wa Mberi, Laura weru ni shikhoyero. Hasa wanamuimbia kwa sababu amefanya harusi. Na kama ni wakusaliwa pia tunaimbia kijana wa kwanza Mwana wa Mberi kwa sababu ni wa kwanza. Mberi means mtoto wa kwanza. Mwana wa Mberi, Mwana wa Mberi, Mwana wa Mberi, moya yoyo, Mwana wa Mberi ni shikhoyero. Hivyo. Hiyo ndio wimbo ambaye paka saa hii iko. Leopards ikishinda, timu yenu ikishinda, mnaimba the same. Mwana wa Mberi ni shikhoyero kwa sababu wameshinda kikombe, maybe ni mara ya kwanza ama ni miaka mingi watu wakishinda, so wanaimba wimbo ule. Patu ni wimbo wa maana sana katika jamii yetu mpaka kwa sasa. Na ukisoma vitabu vya siku hizi watu wengi huwa wana attribute hiyo song kwa mzee anaitwa Mzee Ngosi. So sijui kama Mzee Ngosi ndio alicompose hiyo wimbo. Ngosi utiriki ama ni kupopularize, alipopularize. Ngosi hiyo wimbo ilikuwa tu tangu miaka, hata watu kaenda vita 1939 hiyo ya Second World War. Hiyo ambayo watu walitumwa juzi kwenda kutafuta huyo Muitaliano Somalia, alitoka Somalia, ndio Mussolini. Hiyo wimbo ilikuwa, lakini kuweka sasa watu wasikie ikuwe recorded ngo India na ndio alienda kufanya. Ilikuwa ndio alianzisha, ilikuwa hata akisaliwa ilikuwa sasa kazi yake ilikuwa kuenda tu kuitengeneza watu waisikie. Na unajua akiimba anaimba na kitiriki, lakini original ilikuwa wimbo wa Kakamega Wisoka na Witaho. Ndio Mwana wa Mberi ni shikhoyero. Hivyo tu sasa huyu Ngosi alienda tu kutape na wakuwe recorded. Hivyo ndio hiyo wimbo kwa recorded, Ngosi ndio alifanya kazi. Ni kama saa hizi si Crying Stone imekuwa hapo
miaka karibu 2000 iliyopita, lakini wameandika kwa makaseti sahihi. So mtu hawezi kuwa amesema mimi ndio nimediscover crying student. Hapana, ilikuwa, lakini wakati ule hatukuwa na hivi vitu ya kurecord. Hiyo ndio Ngosi alifanya kwa hiyo wimbo. Lakini wimbo hiyo na Waisuka na Waitago. Mwana wa Mbere ni Shikhwero. Mtoto wa Mbere, mtoto wa kwanza, kitu ambaye imefanyika Mbere ni kitu ya muhimu. Unakuta pia kuna wazee fulani ambao wamecontribute kwa mambo ya muziki kijamii. Unakuta kama Waluya wako na dance style yao wanaita Lipala. Ukienda Wanyoro wako nayo sijui inaitwa Omusesa. Hii Lipala. Sisi wacha Lipala. Waluya tuko na style mingi sana ya kucheza. Lakini ile ambayo inajulikana inaitwa Mabeka. Mwisuka, hata msichana Mwisuka sahi. Mfulana mzee kama mimi. Hata wengine walisalo miaka karibu 90 iliyopita wanajua Mabeka. Yaani ile ni kucheza kutingisa. Mwana wa Mbere, mwana wa Mbere, mwana wa Mbere, mwana wa Mbere, mwana wa Mbere ni Shikhwero. Mwana wa Mbere Laura wanje, mwana wa Mbere, mwana wa Mbere, mwana wa Mbere ni Shikhwero. Ukitingisa Mabeka. Hiyo ndio ndio wimbo ambayo ilikuwa kwanza kitambo. Na sio ati kile mtu anacheza. Hii zingine zote zina originate kutoka kwa Mabeka. Lipala ni aina tuna mzee alikuwa anaitwa Siriboti, alikuwa anatoka karibu na forest. Sasa yeye alikuja na aina style ya kucheza. Hakuwa amekuja na wimbo. So hiyo style alikuwa anacheza, akicheza kirudisha nyuma miguu. Sasa alikuwa anasema wakamuuliza mzee unafanya nini? Sema nacheza Lipala. Yaani kwa Kisaira alikuwa anasikia Franga akiongea neno kwa Kisaire ambayo iko karibu na Lipala, alikuwa anacheza hivyo, akifanya hivyo kina Frango, kina Simaro Masia, Lutumba Mbenga, Kiambukuta Kioski. Sasa yeye akasema mimi nacheza Lipala. Sasa alikuwa anacheza Lipala kirudisha miguu nyuma. Haikuwa attend style ambayo alianzisha juzi, lakini pia ni yetu. Kwa sababu Silverwood pia ni wetu. Sasa ndio alikuwa anaimba yale Lipala ko yale Lipala ko ngonanga nindira, wale Lipala ko ngonanga nindira. Yeye ndio huyo Silverwood. Mzee wetu hapa tu, hapa Isuka. Na sasa wakati wa sherehe pia unajua kuna wanamuziki tofauti wa kijamii. Kwa mfano kulikuwa na mzee alikuwa anaitwa Mashaka. Mashaka sijui kama unakumbuka kazi yake na zile nyimbo alikuwa anaimba. Najua Mashaka alikuwa anatoka sehemu moja inaitwa Busulwa. Sai kwa wote inaitwa Isuka West. Ilikuwa inaitwa Busulwa. Mashaka alikuwa anacheza aina instrument moja inaitwa shiriri. Unafanya hivi na inaimba muziki mzuri sana. Walikuwa anaimba na tuna msemo mwingine alikuwa anaitwa Shebongolula Hunzwe. Sasa Hunzwe kazi yake ilikuwa kuchapa pairing na huyu anaimba na kitu yake na watu tulikuwa na katika ile mbaya. Yaani ilikuwa muziki yake ina shiriri. Siku hizi shiriri unahitaji kwa Kiingereza lakini sisi tunaita shiriri. So nika string imewekwa kwenye mkepe na hiyo mkepe imewekwa ngozi. So kiimbo kifinya ni kama kita lakini iko na kamba moja. So Mashaka alikuwa anakuja kwa matanga, anaimba nyimbo nzuri sana. Kwa mfano aliimba wimbo mwingine kutoka kwa Satan Chifuka, alikuwa mkali, alikuwa amekomesha Makaitu. Kwa sasa alikuwa anaimba tulikuwa na slow motion na hii nyingine sasa alikuwa anaimba tulikuwa Subchief Mission Amuoka. Sasa alikuwa Amuokoyo Amuoka ya bokora bakali babakoko Amuoka ya bokora bintu byanje Amuokoyo na ina kamba moja ilikuwa ina nzuri. Alafu hata kwa ruhusa alikuwa anaitwa. Hata kwa sherehe za kupatisha watoto Mashaka alikuwa anaitwa. Wakati ule tungekuwa na communication kama hii, mungekuwa mmerekodi vitu ya chapo. Alikuwa mzee ambaye alijulikana sana na ameimba nyimbo nzuri. Mpaka wa sasa hatuna aso kwa sababu hasikuwa kumewekwa kwa ukanda. That's why tuko tu hivi, lakini ilikuwa kitu ya maana inaitwa shiriri. Bado yuko tu lakini hawezi cheza kama yeye. Alijulikana kwa hiyo kitu. Na instrument ya muziki. Kama vile tuko na kita, tuko na litungi ya bukusu, kama vile tuko na kita inaitwa panjo. Hizo tu ilikuwa aina yake. Inaitwa shiriri. Kamba moja tu, ya makonga. Haikuwa wai, ilikuwa aina kwa makonga tu. Na hiyo sukuti nimesikia wakati wa kitambo ama hata pengine wakati wa saa hizi, hiyo ndio the most effective forms of transport.
Mkitaka kutoka hapa mwende Chavakali, bora mko na sukuti mtafika bila kujua. Hata wacha saisi, hata kitambo. Sisi tunaenda kucheza mpira na Ereki FC. Na ukitaka kwenda Ereki FC pa kufika Chavakali Junction ndio urudi uende Ereki, kwa sababu hapa tuko na river Yala West Peter. Wakati wa mvua West Peter. So kitu ambayo ilikuwa inatupeleka kule wachezaji plus mashabiki plus wengine wote ni sukuti. Mnacheza na sukuti na wenye ili wajue mnaenda sherekani, unaona kapteni amepepa mpira. So anatembea mbele na mpira, watu kijua wanaenda kucheza mpira. Na nyinyi ambao mtafika kwa mchezo, kila mtu amepepa uniform yake, t-shirt na shirt yake kwa mkono. So anajua tu hao ni Waisoko wametoka Kayeka, wametoka Kameka Town, wametoka Isoka East, wametoka Tiriki, wanaenda kucheza Riki. So tulikuwa naenda sukuti, ndio ilikuwa na pool watu. Tena tunarudi. Na isukuti uzuru wake mlikuwa amutembei na amukimbii sana, so ilikuwa inaleta watu katikati. So mnaenda tu pole pole. Badala mngetafuta gari, na gari ilikuwa wapi wakati iko lori, na lori yenyewe hata kupata fare kulipa huwezi lipa. So tulikuwa tunakusanyana vijana, mashabiki wachache, tunachukua sukuti ya msemo mmoja alikuwa anaitwa Mkalani kutoka huko Busakala huko Lokose. So tunaenda tukicheza. Tukimaliza mpira tena tunarudi mapema. Mpira ilikuwa inaanza saa 8 na inaisha saa 10 mnatoka mkicheza. Na ilikuwa inaleta uhusiano kati yetu. Kwenye hata intermarriage ilikuwa inafanyika. Wakati mnapika isukuti na mmecheza na wasichana watajoin nini kuanzia Ikolomani huko. Unaona mtu umepata msichana maoa. Kwa sababu ungekuwa kwa kari msichana ambaye amemjoin na mmepata kwa sukuti angepatikana. So ilikuwa inaleta intermarriage. Na ilikuwa inaleta uhusiano bora. Unaona sasa wale wasichana wa huko ambao natujoin tukienda mpira, wakisikia nao wanakuja kucheza pia wanakuja. Hao vijana pia wanapata wetu ambao ni mashabiki, nao pia wanakuja na sukuti. Wala Ereki wakati watakuja kwa rematch huku, return match watakuja pia na sukuti na wao. So ilikuwa inaleta uhusiano bora kati ya wachezaji, kati ya jamii. Na wanawake wengi walipatikana kwa hiyo style. Kwa mfano sisi tumetoka Kayeka tunaimba, tukifika Mahoho wasichana huko na tujoin, vijana huko na tujoin. Sisi tunaenda na wasichana wetu hivyo mpaka mfike Ereki, unapata sasa mko na intermarriage mzuri. So isukuti hii kama transport, kama Ministry of Communication itusaidia sana, na patu pia nasaidia. Mkienda wakati Father Lindsay alifariki Musoli na tukao na terupuri yake, watu walikuwa natoka kwa mkuu paka kule na isukuti. Kwa mkutu huwezi enda, lakini kwa isukuti mnacheza vizuri, mnafurahia na ni kama mazoezi. Saa hizi paka watu waende gym. Gym yetu ilikuanga wakati ule ilikuanga isukuti. Gym yetu ilikuanga kukimbia na kwenda kuona vile watu wanaangushana miereka. Hivyo tu. So isukuti ni kitu ya maana paka wa saa hii. Hakuna sherehe utafanya Uluyani na isukuti kose, sasa sherehe itakuwa incomplete. Iwe gani, iwe ni ya Mungu, iwe ni ya shetani, iwe ni ya aina yote ya sherehe. Kuanzia matanga paka harusi, kuanzia graduation paka kwa klasi mtoto kwenda, yote ilikuwa paka klasi isukuti kue. Hata wakati Rais Moi marehemu alale mahali pema peponi, alikuwa anapenda shule yetu ya wasichana Mkumu Girls. Sasa mimi nikiwa chief nilikuwa tunawapanga. Tukisikia amekuja hako kwa Mudavadi ambaye alikuanga Moses Mudavadi, baba ya waziri mkuu sahi. Tukisikia hako huko na anakuja Kakamega, basi mimi kama chief naenda kumapirasi vijana wasichana wetu Mkumu, tunaenda simama Kayeka. Akija tu askari wanakuja na sisi tunakataa. Hadi hiyo kari tunashika na sema kutoka kama na president mpaka kwa shule yetu. Sasa so watu akakunulia sisi shamba Mkumu Girls na mapasi. So tulikuwa na katika naye hiyo sukuti ndokia ilikuanga mrefu. Tunakatika naye sukuti paka shule. Ilikuwa ni kitu ya maana. Tukifika shule unasikia wapi wale vijana wa sukuti wacheze tena. Alafu wasichana wanacheza. Ndio watu hata wakapata kazi. Tariki Doro wetu wa culture Mheshimiwa Lisamala alipata kazi kwa sababu ya kuimba maneno ya sukuti. Wakina yule alikuwa yule alikuwa naimba kwaya. Muungano watu walikuwa kwa sababu ya kuimba ndio wakapata hizo kwaya. So rais alikuwa anapenda hizo na isukuti. Peter Kibokosi ndio alianzisha national anthem na hapa karibu na shule ndio walikuwa sasa mwekicha na katika paka wanaona kweli isukuti ndio origin ndio hii. So isukuti ni kitu yetu ya maana paka sasa na hakuna siku itarudi chini. Na tuna encourage watu wetu waendelee kutengeneza sukuti original. Sukuti ya weki ngozi ya ng'ombe. Tunaweka ngozi ya aina nyama inaitwa mburukenge. Kanyama kadogo lakini ngozi yake ni ngumu. Unaweza pika hata miaka 100.
Sukuti ambayo Moi alikuwa anacheza pale ndio tunacheza hii. Sukuti ambayo ilichezewa Kenyatta wakati Kenyatta alikuja kulala kwa msemo mwingine anti William Likawe Nyama. Hiyo sukuti ambayo ilichezwa huko wakati ule ndio pale tunacheza hii. Ingekuwa ngozi ya ng'ombe ingekuwa imeenda. So tuko na kanyama kingine kanaitwa mburukenge. Ngozi yake ndio tunatengenezea hiyo nini. So tuna encourage vijana na waweke pay. Hii ni sukuti kubwa hii mama ama baba inauzwa 40,000 50 na watoto ambao wanatengeneza pesi na rhythm wauze 35 na wanapata mali wanaendelea. Lakini umeongea juu ya mzee fulani, mzee Joseph Mkalani. Kwa sababu huwa nasikia ni kama sukuti ilikuwa kitu ya ukoo. So kuna wale unajua, unaweza kutaja wale walikuwa wachezaji sukuti hodari. Mzee Mkalani alikuwa anatoka sehemu moja inaitwa Busiriza. Na ukiangalia historia wa Isuha, Busiriza is original Isuha. Anatoka hapo Lukose. So Mzee Mkalani ndio alikuwa na isukuti hiyo. Walikuwa wanacheza na yeye. Tuna mzee mwingine alikuwa anaitwa Peter Kwasira. Mzee yule walianzisha nati wakina David Mulindi, Marakoli, Peter Lubulera. Tuna mzee hapa Mironja alikuwa anaitwa Munika, walikuwa wanajua kucheza. Na mama anaitwa Teresa Shikami, mama wetu ambaye sasa sisi, mama Helena ndio Kasaja Lungaya ndio walikuwa mama ambao walikuwa na katika sukuti paka watu wanapenda. So wale Mkalani ndio alikuwa bingwa wakati ule. Na Ikolomani tukawa na bingwa alikuwa anaitwa Lumati. Naye pia alikuwa Ikolomani. So tukiwa na sherehe ya Disemba wote walikuwa na join pamoja. Tunaunda isukuti ya Wakakamega, isukuti ya Waisuha na Waitaho. Sasa wakati ule sherehe itakuwa kubwa Kaeka, ingine kuwa Malinya. Sasa hapo ndio tulikuwa na sherehe kuonyesha Mkakamega na Mwisuha na Mwitaho. Hata originally constituency yote ilikuwa moja, ilikuwa inaitwa Ikolomani. Waisuha na Waitaho. Tukaona tungeita Kakamega constituency lakini tayari wilaya ilikuwa inaitwa Kakamega. So tukaona iitwe Ikolomani. Sasa hivi ndio tumedivide kwa sababu ya population na mambo ya kasa na kule ili walete maendeleo tukadivide Ikolomani kao kwake na Isuha kwake, lakini hao ndio Wakakamega. Hiyo tribe mbili, clan mbili, Waisuha na Waitaho. Lakini tunasikia pia kulikuwa na wengine walikuwa wanaitwa kama Lisia Kali na mwingine kina Masolonzo, walikuwa hatari sana kwa sukuti. Lisia Kali wamekuwa wajuzi. Masolonzo anatoka Malimiri. Sasa wakati Lumati na kina nani walikuwa sasa wameanza kuseheka, walitafuta watu wa kufunza ili sukuti isiishe. So wakatafuta wale ambao unataja, wakaenda wakafunza huko, Lumati akafunza wa Ikolomani na huyo akashindwa akafunza wetu wa huko. That's why sukuti party ngali. Wale so wakuwa wasee wa roho mbaya ati nifunze mtu angekufa sukuti tu inga, lakini alikuwa na wakati wa kufunza wale ambao wanaendelea sukuti paka sahi. Lumati alikuwa mzuri, alifunza Waitaho paka Ireki, paka wakina Luseno huko Mombasa, watu wanapika sukuti ambaye alianzisha. Angekuwa wasengine ama vijana wa Sikristo mungeona siwezi fariki ukonja na watu wakulie sukuti yangu. Walipatia watoto nafasi, ndio wakina wale wanasema wakina Lisia Kali, wakina Masolonzo, wakina wote wa vijana ambao wanapika sukuti wote walikopa kutoka, waliwafunza, waliwapatia wakati wa kujifunza. Kuna watu wanatengeneza wanacheza sukuti na watu wanafurahia sana, wanasema fulani anacheza sukuti, fulani anacheza sukuti, lakini hiyo sukuti ukisikia sio original sukuti. Pengine unaweza kutofautisha sukuti yenye watu wanacheza saa hizi na ile ilikuwa inachezwa wakati ule. Unaona sukuti yenye ambao wanapika na original sukuti. Lakini style ambayo wanaipika na style ambayo wanacheza ni hii ya tikilo ya siku hizi siku zenu. Ukienda mahali kwa mfano tukue na sherehe mtu amechaguliwa kuwa mjumbe, na uite wale wabunge ambao wameretire ama wale wasema ambao wamekuwako. Kama kwa mfano Mheshimiwa Mkala ambaye ni marehemu alikuwa mjumbe wa Ikolomani na Secretary General wa Kotu amefariki. Huyo akicheza sukuti utaona uzuri usukuti. Na vijana wa siku hizi wanacheza sukuti na mpiko ambao wanapika. So uzuri wa sukuti imeharibiwa na mambo ya siku hizi ambayo ni speed. Sukuti haikuwa inachezwa haraka. Sukuti haikuwa inatanziwa haraka. Tuko ulikuwa unacheza polepole ili mcheze kuanzia hata saa moja mpaka saa moja, kuanzia jioni mpaka asubuhi. Lakini wakati ule na haraka ni kwa sababu ya maneno ya digital na maneno ya watoto wa siku hizi. Ukiwachezea ya kitambo wachache ndio watafurahi. Sasa unataka yao ambayo utakopi kutoka rekodi sasa hizi. Lakini kitambo sukuti ilikuwa inachezwa kwa taratibu na ituko na style yenyewe kucheza. Hata nyimbo zenyewe kuimba walikuwa naimba kwa taratibu. Haikuwa naimba saa hizi kama vile wanaimba saa hizi hapana.
ilikuwa naimba polepole, inaenda na mpiko rhythm yenyewe na vile ngoma inaenda, na vile ngoma itaenda ndio vile dancers wataenda. Sasa hizi ni speed sana, wanaimba wanacheza speed sana. Hata hizi sukuti yenyewe iko, na ukipata msaa ambaye alikuwa anacheza kitambo na umpatie sukuti akipiga, atapiga ile ya kitambo na utasikia vizuri. Na sasa tuende kwa composition ya nyimbo, kwa sababu kuna watu wengi sana kwa jamii wamekuwa very good composers wa nyimbo, lakini hawakupata exposure. Kwa mfano, kuna huyu mama anaitwa Mama Rosa Mbaya. Nafikiri kuna nyimbo anajua, alikuwa mwimbaji mzuri na composition, hata kuna nyimbo zenye ameimba watu wengine wamerekodi siku hizi, lakini originally ni yeye. Kusema ukweli, sijui kama serikali ingeanzisha kitambo kutafuta watu ambao wako na talents. Hata saa hizi mkifika tu kwa vijiji huko, iwe ni Ukambani, iwe ni kwa Wajaluo, iwe ni kwetu kwa Luya, tuko na watu wako na talent. Mama ambayo nasema huyo Mama Rosa Mbaya Kusinjiro, samani nakumbuka vizuri sana, walikuwa wameform kikundi na kina mama wangu ambaye ni marehemu na wengine ambao walikuwa karibu 50, walikuwa wanafanya kazi pamoja, wanaenda kulimia wanalima kwa mama moja, wanaenda kwa mtu mwingine, wanalima kwa round hivyo mpaka hiyo round inaisha. Na bohasio mkilima mpaka mwe mkiimba. Nakumbuka Mbaya sasa alikuja na nyimbo moja, akasema tunaenda kulima kwa Mama Edna ambaye alikuwa mama yangu, na uzuri wa mama alikuwa anajua kutengeneza marakwe, tena hakuwa mfia. Sasa alikuwa anajua kuwatengenezea, so wakisikia wanaenda kulima kwake mpaka watafute njia ambayo watamfanya afurahi na wakule vizuri. So Mbaya akakuja na wimbo, akafikiri tutaimba hii wimbo inaonekana ili serikali furahi, na akasema wacha nitafute. Akakuja na wimbo, Kenyatta yalera bumoja woye, bumoja bashere khulonda bumoja bwewe, lero no bumoja. Kenyatta yalera bumoja bwa bashere, bumoja Rosa khulonda bumoja bwa bashere, lero no bumoja bashere khulombe bumoja bweru, bumoja. Kenyatta yalera bumoja bweru, lero no bumoja. Moyi yabola khuenzere halala, bumoja. Malemba yabola kukhole bintu byo, lero no wacha tu. Hiyo ndio sasa Mbaya. Na si nyimbo zingine ambazo zako sasa simeende hivyo kwa sababu kuna mtu ameenda kumrecord. Mfanye pitu muende. Tuko na mama mwingine hapo Shitoki, tuna wengine Shipala Wiru Lusiti na mafariki, tuna wengine huko Mironje, tuna mwingine hapo mahali Suri na kutania pale, tuko na mama Mahai, nyimbo siko. Tuko na mama Perishepa Lihanga hapa wa Holy Spirit, alisaliwa 1926 angali wako na nyimbo, mtapata nyimbo nzuri sana. Kwa sababu nakumbuka ukisema Mbaya kuna wimbo ya Kwea Nyumba. Kwea. Sasa hii alikuwa anaimba wakati ameenda, sasa msichana amepata mtoto wa kwanza na ni kijana, ni mfulana. So alikuwa anafurahia. So alikuwa anaenda na maleso. Sasa naimba Kwea Kwea Nyumba, mama mshere nae wamanya Kwea Nyumba, loba kweanga loba kweiriza. Na sasa hiyo wanafanya hivyo, wakiimba wanafunika yaka mtoto na hiyo maleso, huyo msichana sikizi mnasema kuhaka, wanamuhaka hivyo paka inakuwa sherehe kubwa. Mbaya ndiye alikuwa mwenye hiyo nyimbo, na angali ango na nguvu, mnaweza kumoja ampatie nyimbo nzuri muone. Hata kuna nyingine pia Sena Luanyi, kuna sijui ni mama gani, mama Sena Luanyiko, Sena Luanyi, mama ni Pajeroko. Ni huyo Mbaya, na yule mama ambaye amefariki juzi alikuwa mshere wa mkanzi hapa Luhole. Ndiye alikuwa anaimba hiyo wimbo the same Mbaya. So Sena Luanyi original kina Mbaya na Mahaya Women Group ndio kina mama ndio walianzisha hiyo kikundi, na ndio walikuwa naimba hizo nyimbo. So mkipata wachache ambaye members ambao bado wako hai utawapata na mtaimbiwa. Na hii Sena Luanyi original ilikuwa inaimba aje kama unakumbuka? Nikikumbuka, ingawa siwezi kumbuka vizuri, lakini Sena Luanyi ilikuwa wimbo ambao unachezewa nje ya nyumba. Sasa mlikuwa mnaambiwa kwa nyimbo mcheze bila kujali. Sena Luanyi Sena Luanyi, Sena Luanyi Sena Luanyi bila kuria, Sena Luanyi. Yani kanyaka na utembea, wacha kuokopa hii Luanyi ni sehemu mbele ya nyumba ya Mzee Poma, hapo mbele ndio Luanyi.
So wakina mama ndio walikuwa naimba, mtu akacheza bila kuwa na huruma, cheza bila kuwa na wasiwasi, sherehe inoke. Hiyo nao ndio akina Mbaya. Mbona msitafute, tuko na mama Rosa Mang'ong'o sikia ngali hai hako ni wanaweza imba Mbaya hako. Tuko na wengi pato wanaweza nyimbia ni nyimbo nzuri wako sana. Hata mkiwaambia tu tunakuja siku fulani tuseme Easter, tunataka wakina mama 20 kina Chasugu Mkabu hapa wako, tunataka original nyimbo mtatepa paka mchoke. Patu wako acha kufa wote. Patu wako. Mmefanya vizuri mkujua ili watu wajue mambo kuhusu nyimbo. Watu wajue sasa wengi hata wamejifunza. Wengi wanafikiri isukuti utengenezwa kwa ngozi ya ng'ombe. Isukuti inatengenezwa kutoka ngozi ya aina ya kamnyama kadogo. Ni kama alijeta. Kanakaa kadogo lakini ngozi yake ni ngumu, inaitwa mburukenge. Sasa hiyo ndio ngozi inawekwa kusukuti. Na wengi tuna sherehe tulienda, watu walikuwa naenda karibu mahali kijana anapiga sukuti. Walikuwa nafikiri wanapiga na kichuma ama na kijiti. Kumbe ni vitole tu, walishangaa sana. Hii sauti yote mbona kumbe ni vitole. So sukuti sasa mmejifunza. Pia wakati tutapata wakati tutakuja tuongee maneno mengi kuhusu origins na maana ya miti, aina ya misisi, nini kali kilikuwa inasemaje kuhusu wasichana, tuongee kuhusu watoto wa siku hizi na kitambo. Mtaona vile vitu watu watajua. Mkiwa na uwezo basi watu watajua vile itakuwa. Lakini uzuri ni kwamba watoto wa siku hizi watapata vitu zingine kama shirembe vile tarupundu kuambia, kwa sababu tuko na ingawa originality ilienda, hatuna mikuki lakini pia tulikuwa nayo. Tuna wasichana wa siku hizi tukimwambia ng'ombe sikwenda sinalima hawezi jua, kwa sababu hajaona. Tuende tutafuta mali ng'ombe inalima na chembe ile ya kitambo, watu hata wajui. So hizo vitu tuko na machembe ilikuwa inalimwa, ilikuwa naundwa kienyeji pato siko Mukumbeti, Shisiri and so on. Yote hizo vitu zote siko mkipanga, tunaweza pata nafasi alafu tuende muone. Na watu wamesema hivyo, nimekumbuka pia kulikuwa na nyimbo za kulima. Kama ng'ombe ikilima, kuna vile wanaimba ikilima. Wacha kuimba Huesa ng'ombe nilimanga huesa monyololo konyene. Hizo zilikuwa naimba. Sasa hizo zilikuwa zinaimba wakati ng'ombe zinalima. Lakini ng'ombe ambazo zinajua kulima walikuwa wanalima na ng'ombe 4. Isa nyuma na tuna mbele. Sasa mzee mwenye anakondoli ng'ombe sio lazima uifuate. Unasimama tu unasema mariboi rudi, alafu yenyewe anapika komi kirudi. Zilikuwa zinajua kazi yao. Na hii maneno kulima na ng'ombe imeishi tu sehemu singali kama huko Lukosi huko chini. Huko kina Luseko kina mwanamuziki Luseno huko bado siko, lakini hapa kwetu hatuna. Mkienda huko mnaweza pata bila sinalima. Bado siko huko. Si kulima peke yake, inalima inafuruta kari ambayo inapepa mahindi. Inafanya kazi nyingi, inaleta kari inaweka maji. So bado inafanya kazi mingi. Na hizo ng'ombe zenye kulima sio bull. Iko tofauti na bull. Hii iko cascaded, imetolewa hizo nini za mbegu na bull haitolewi. So hiyo ndio tofauti. Hizi nalima zimekuwa castrated. Lakini ni vizuri watu wahifadhi culture yao ama mila na tamaduni zao. Kwa sababu umesema hivyo nikakumbuka kuna watu huko Marekani wanaitwa the Amish. Amish bado wanalima na jembe vile sisi tunalima hivi. Lakini sasa tofauti, hao wanatumia farasi. So farasi ndio inavuta hao wakilima. Haya wakitaka kusafiri hawatumii gari. Vile sisi tulikuwa tunatumia mkokoteni kubeba mahindi inavutwa na ng'ombe. Hao wanatumia mkokoteni, wameitengeneza kama gari kwenda na farasi. Sasa farasi inavuta. Hata mkiwa kwa barabara farasi iko pale, mkokoteni inaonyesha indicator hivi kule inaenda, na wewe mtu wa gari unafuata nyuma. Kwa hivyo inafuata sheria tu kama mkokoteni. Hata sisi tunataka tukue hivyo. Pato tunaweza, kwa sababu ni vile mashamba yamekuwa kidogo. Sasa na hizo ng'ombe zenye zinalima huwa zinahitaji mahali pa kukula. So vile mashamba yamekuwa kidogo ndio sababu hizo ng'ombe zikaisha. Lakini tuko nazo. Hiyo ng'ombe unaweza uundia mkokoteni na umodify. Inapepa hata watoto mkienda kanisa. Itaenda tu isimama hapo, baadaye mnatoka. Inaweza fanya vile unasema Amerika vile wanafanya. Kwa sababu kule na farasi na huko ni ng'ombe yetu ambayo inaitwa hiri. Ile ambayo ni pulu ambayo imekuwa castrated. Itafanya tu kazi, ni vile tu hatuchapata
watu kuambia vile unasema Amerika unafanya hivyo, lakini hiyo ng'ombe inaweza fanya kazi nzuri na inaweza fanya zaidi kuliko farasi, kwa sababu farasi kwanza haiwezi kuwa na nguvu kama hii, na farasi tena ni moja. Sisi tunakuanga 4 ama 2 ndio zinafanya hiyo kazi. Zinabeba mahindi kwa hiyo kari, zinabeba maji, watoto wanatumia wakienda mahali hivyo wanabeba napier grass wanatumia wenyewe. Hizo zote zinafanya mawe, mchanga, zote zinafanya kazi na hii ng'ombe inafanya. So tukileta culture yetu hizo zinaweza rudi. Ilipotea kwa sababu tia vile watu walikuwa wengi na mashamba kaa kidogo. Sukuti inatengenezwa kwa muti special, iko miti 3 inatengenezwa sukuti. Ya kwanza huwezi tengenesha sukuti kwa hii eucalyptus tree kwa sababu ni ngumu. Tuko na muti inaitwa musembe, na tengeneza, wengine wanatengeneza kutoka kwa mrembe, wengine wanatengeneza kutoka kwa musutu, wengine wanatengeneza. Tuko na aina moja miti inaitwa iko forest. Hizo ndio zinatengeneza, sio kila miti, kwa sababu kazi ya sukuti kutengeneza ni kazi ngumu na inatakiwa na maisha ya sukuti inatakiwa kuwa mingi mpaka kutengeneza kwa miti mzuri. Alafu sio kila miti iko na sauti. Ukitengeneza kwa miti nyingine sauti itapotea iko ndani. Mpaka lazima tuko na special miti ambayo unaundwa hii sukuti. Na vile serikali imeweka sheria kali kwa forest, basi tunaambia watu wale watoe, wapata mbegu, wakuja watengeneze nje ya forest. So wakitaka kutengeneza sukuti yao wanakata kwa yao wenyewe, badala kwenda tuwe na conflict na foresters, ambapo ni makosa kuangusha miti original ya forest. Serikali haitaki. So waenda watafute miti watengeneze huku, wakitaka sukuti yao wanatengeneza kutoka kwa yao. Sawa, mimi nimeshukuru. Asante. Haya.